Mwenyekiti, tumekaa kwa muda mrefu sana, lakini bado hatujajua umetuitia nini. Tuambie, umetuitia nini? Wewe subiri. Subira yavuta heri, sio bange. Sawa mwenyekiti, sisi tunakusikiliza wewe tu. Tatizo muda unazidi kwenda, alafu tuna mambo mengi ya kufanya mwenyekiti. Karibu. Asante. Shikamoo mwenyekiti. Marahaba, ujambo? Jambo. Hayo watu ndio nalalamikia ndo hao Swadakta mwenyekiti. Ndo hawa. Mwenyekiti, mbona sielewelewi? Eti jamani, kuna nini? Irene, kuna shida gani mamangu? Mimi na wewe tumemalizana eti. Shida iko wapi? Mbona kwa mwenyekiti tena? Ulisi tumemalizana Nilikuwa nataka uingie katika mfumo. Irene. Ndio Nota. Hongera sana. Vipimo vinaonyesha kwamba ni vizuri, yaani uko vizuri. Tukianzia kwenye vipimo vya magonjwa ya zinaa, majibu yako ni mazuri sana. Nimepima ukimwi, kaswende, gono, uko vizuri, hauna maambukizi yoyote. Pia nilipima mkojo wako kuhusu masuala ya mimba. Pia majibu yameonyesha kwamba hauna mimba. Kwa hiyo nikupongeza sana kwa hilo. Hongera sana dada. Jitunze. Jamii nakupenda. Pia wewe ni bado msichana mdogo sana. Lakini pia kuna njia nyingi sana za kuzuia usipate ujauzito. Kama vile kuna njia za uzazi wa mpango, kuna njia kutumia mipira, kuna vijiti, kuna vitanzi na sindano pia. Ningependa sana uwe mjumbe mzuri kwa jamii. Uwe unaelimisha wenzio kwa ajili ya masuala ya uzazi. Hongera. Asante sana daktari. Inapea nitafanyia kazi ushauri wako. Asante pia, ila naomba nikushauri kitu kimoja. Hivyo vyote nilivyokuelezea ni vizuri ukivifanya huko katika ndoa. Sawa daktari, nashukuru sana. Itafanyia kazi kile uliniambia. Karibu sana. Asante. Ukweli ni kwamba sina ujauzito. Niko sawa kabisa. Ila nilipanga mbinu ile kwa ajili ya kuwakamata nyinyi wabakaji. Kitendo mlichonifanyia sijakipenda hata kidogo. Mwenyekiti, naomba udili na hawa watu ipasavyo, ili iwe fundisho kwa vijana wenye tabia za hovyo kama hawa. Hiyo jambo nimelipokea. Nitahakikisha hawa wanachukuliwa hatua za kisheria. Tutaweka fundisho na wengine. Mwenyekiti, huyu binti ndo amekuletea kesi kuwa tumembaka? Ndio umembaka. Sikia mwenyekiti, ili swala tulizungumza tu kifamilia liishe, maana tutaenda kuwazea jela sisi mwenyekiti. Tufanyika favor kidogo, sisi vijana wako. Sasa hebu wewe sema unataka nini, yani swala lisifike mbali. Wewe mwenyewe unatujua. Kwa nini swala lisiishe kifamilia? Kwa nini lifikie mbali hivi? Hali ya kuwa tunaweza kulitatua.
Samahani, si tunaomba bwana, hili swala liishi hapa hapa, lisifikie mbali. Wewe unajua kabisa sisi tuna familia. Yaani nyinyi vijana makamu haya mnabaka, mmekosa kazi ya kufanya. Sasa huo ujinga wenu mlioufanya utaozea jela. Kwani ule ni mwanafunzi? Hata kama sio mwanafunzi, mmemwingilia bila ridhaa yake. Hiyo ni kosa la jinai, kwa hiyo lazima mfungwe. Dunia nisamehe yale yalipita, sasa tugange yajayo. Tumekwisha. Niliyoyafanya sasa mimi najuta, kishende bure kilio nilijiona pingwa. Clever, utanisamehe kwa haya ambayo ninayotaka kukwambia. Nimeishi na wewe kwa muda mfupi sana, ila tulikuwa tunaishi kwa amani, kwa upendo. Kwa kweli tuliendana, nilienjoy kwa muda mfupi sana, ila kwa hili utanisamehe. Mume wangu anakaribia kurudi. Nilikwambia kwamba yupo Dar, ila kwa sasa yupo safarini, anaweza akafika muda wote, saa yoyote. Kwa hiyo nakuomba uchukue kila kitu chako, chukua kila mizagazaga yako ya humu ndani na uondoke nyumbani kwangu. Esma, lakini kumbuka uliniambia kwamba mumeo harudi leo wala kesho. Kwa nini iwe ghafla hivi? Najua tuliongea mengi na tuliahidiana mengi sana, ila mimi mwenyewe sielewi. Kanipigia tu simu kwamba nafika muda wowote, saa yoyote. Na mimi naipenda ndoa yangu, na mimi nampenda mume wangu. Japokuwa wewe ulitaka kushika nafasi yake, ila bado ninampenda sana mume wangu. Lakini uliniambia kwamba utanipenda. Au tu niache mimi nitoke hapa? Haya, leo mimi natoka naenda wapi? Sina ndugu. Una wewe ndio umenifanya mimi nitoroke kwa kakaangu, nije ukaa na wewe hapa. Alafu leo unaniambia natoka, naenda wapi? Sikiliza bwana, nikwambie tu kweli. Kwa upande mwingine, siwezi kuishi na mtu mwenye virusi vya ukimwi. Umenifika hapa, nilikukubalia tu kule kwa sababu tupo mbele ya dokta na amenipa ushauri mzuri, na wewe bichwa hilo. Lakini kumbuka dokta alikwambia na alitoa ushauri, na ushauri uliuelewa kabisa. Uliambiwa usiwanyanyapae watu wenye virusi vya ukimwi. Muwajali, muwasamini kama ndugu zenu na mwishi nao pamoja. Mbona leo unanifanyia hivi Esma? Na kama umeshinda kuinuka hapo kwenda kuchukua vilago vyako, mimi nitainuka kwa miguu yangu miwili, nitaingia ndani na nitachukua kila kitu kilichokuwa chako na usanuke uende ukafanya maisha yako. Mimi siishi na wewe. Sasa Esma, hebu nionee, mimi naenda wapi? Noa, demokrasia imekushinda. Ngoja sasa vitendo vifanye kazi. Sina jamaa mimi hapa, naenda wapi? Nenda katafute nyumba. Una nyumba, utalala hata nje. Esma, kumbuka uliniambia kwamba utaishi na mimi kwenye shida na raha. Sasa kwa nini unanifanyia hivi? Wewe usinigeze mimi mtoto. Hata mama mzazi kwa ile kisikia, wewe hapo una makosa na sio mimi. Unastahili kwenda kuishi na wenzako wenye virusi vya ukimwi. Sisi wenye afya zetu tuache. Sikutaki mapenzi mimi na wewe, mwisho. Nionee huruma basi. Toka kwenda kacheze unapochezaga. Unifai tena, unanuka. Mimi sina ndugu, lakini kumbuka hilo. Mimi nimekimbia nyumbani kwa ajili yako. Alafu ndo mnishawishi mimi niondoke kule. Leo mimi naenda wapi? Ndio nilikuahidi, lakini kwa hili hata ingekuwa jini asingekubali. Mungu naye apendi. Dunia nisamehe yale yalipita, sasa tugange yajayo. Kwa niliyoyafanya sasa mimi najuta, kishende bure. Na sijui nilichelewa wapi mimi jamani. Ukimwona anavutia pawa hizo, una lolote? Mpenzi wangu, Niambie mpenzi wangu. kwanza nashukuru leo kufika mpaka muda huu uko hapa nje.
kwa sababu nilishakuzoea kipindi cha nyuma, kuna kuja na kuondoka, kuna kuja na kuondoka. Nashukuru sana. Na ndani ya kusema haya yote kuna kitu ambacho nimekiwaza. Jambo gani hilo mpenzi wangu? Yaani nahitaji nikuoe. Kweli babe? Jamani. Kikweli nimegundua kukaa na mahusiano bila kuoana sio kitu kizuri. Nikasema leo mpenzi wangu lazima nimwambie ukweli. Nahitaji nikuoe. Babe, na furaha sana moyoni mwangu, kwa sababu ndoto yangu kubwa ni kuwa na familia yangu, mume wangu, watoto wangu, na mimi niitwe mama wa familia. Nikwambie kitu, unajua siku zote watoto wa kike yani ndoto zao ni kuolewa tu. Nalijua hilo. Nikasema mpenzi wangu, mwaka wa pili huu kaza kujificha ficha tu, leo lazima nimwambie bwana nahitaji kukuoa. Ili hizi taarifa nikizipeleka kwetu, kwanza wazazi wangu watafurahi sana. Sasa baby, kilichobaki hapa ni kitu kimoja tu, kufuata utaratibu wote, lete barua na mahali ili ndoa ipite. Babe, kwa hizi taarifa ulizonipa, nataka nikuandalie chakula kitamu ambacho Joy atafula. Baby bwana, ina maana unataka kuniambia kwa vyakula ambavyo ulikuwa unapika nyuma vile ni vipo chini kabisa? Hicho cha mtoto bwana. Basi sawa, nitafurahi sana. Unaenda kupika nini? Ili sitameja kwenda mbali na wewe bwana, ila ndo hivyo, acha nikapike. Mimi ndo mwanamke kwanza, nimepata mke bora. Kwanza ana bonge la nyashi, ana yani pale nikija kumfuma mtu yoyote. Watoto wa mjomba, watoto wa mjomba, watoto wa mjomba. Labda tuseme dunia imewapiga teke, mwana wanaya na ulimwengu, hata matendo yao hayaturidhishi wala. Tunapanga tungame, tumbe kwa Mola tende miujiza, wenda tafuta janga wataacha. Alo dada. Niambie mdogo wangu. Bora ulivyopokea simu, maana kila nikikupigia hata upokee. Una shida gani? Nini? Sasa wewe uko wapi? Unajua dada na shemeji wakirudi hapa wasipokukuta itakuwa shida. Nini? Umeondoka? Ndio. Dada, hebu kuwa serious bwana. Sasa wewe unaondokaje? Wewe ndio wangu nimeondoka. Mimi nimeona maisha yangu siyaelewi, nimeamua kuondoka zangu. Ndugu zangu mjini hapa. Dada, una tabia mbaya sana, sijategemea. Wewe wakuniacha mimi huku na kwenda mjini. Hamna, wewe sio utarudi mdogo wangu. Kwani tulikuja wote, lakini kwa nini sasa uniache? Aya, umeondoka, unaondokaje? Vitu vyako hivi ndani nani atakuletea? Utarudi, haina shida yoyote. Sawa uko kwangu mie. Kwa hiyo mimi umeniona punda wake, si ndio? Wewe uondoke kibosi, mimi nikuletee vitu vyako. Shoga yangu unapita ndio ndio wewe. Ukija kumjini nibebe vitu vyako. Mwanangu mimi naona aibu kukaa hapa. Hata kama unaona aibu, wewe si ndio ulofanya mwenyewe? Kwani naye sio na aibu? Si ungebaki uombe msamaha, mambo mengine yaendelee, tuondoke kwa amani. Niombe msamaha? Leo ungekuwa ongeza. Haujafanya vizuri bwana. Sio tabia nzuri, mimi sijapenda. Tumekuja wote, kwa nini uniache? Mimi shaondoka bwana. Wewe fanya kama nilivyokuambia. Bye. Baadaye. Labda tuseme dunia imewapiga teke, mwana wanaya na ulimwengu, hata matendo yao hayaturidhishi wala.
tunapanga tungame, tumbe kwa Mola tende miujiza. Wenda tafuta janga, wataacha umalaya. Hawana stara, hawana ustarabu, watole wapi aibu? Eti na bado wako shule, wanagonganisha mabwana, kijiji kimechafuka. Hawayaogopi maradhi, hilo kwao sio shida. Hapa kijijini watoto wa mjomba, watoto wa mjomba wamezua balaa. Watoto wa mjomba, watoto wa mjomba, umalaya udanganyi ndo kazi yao. Watoto wa mjomba, watoto wa mjomba, heshima haipo ndani yao. Watoto wa mjomba, watoto wa mjomba.